Kwa jina naitwa Rashid Ngoya, ni mjumbe wa kamati ya usuluhisho wa matatizo ya abiria viwanjani. Leo tuko hapa kwenye jengo la uwanja wa Mwanza Airport kwa ajili ya kutoa elimu kwa abiria ambao wanatumia usafiri juu ya kufahamu haki zao na wajibu. Miongoni mwa haki za abiria ni pamoja na usafiri salama. Safari salama inaanzia viwanjani kwenye jengo. Viwanja ya kampuni ya ndege kushirikiana na mamlaka ya viwanja vya ndege na taasisi nyingine zinapaswa kuandaa mazingira ya uwanjani kuwa salama kwa abiria. Pia vile vile kampuni ya ndege lazima ihakikishe ndege na usafiri imepata ukaguzi vizuri, ni salama kwa ajili ya kutua na kuruka. Haki nyingine ni kutoa malalamiko. Abiria anapaswa kutoa malalamiko kwa shirika la ndege pindi tu zile taratibu za kwenye tiketi zikiwa zimevunjwa. Mfano, kama abiria amecheleweshwa, abiria alipoteza begi lake, hayo yote ni miongoni mwa malalamiko ambayo abiria anapaswa ayatoe na anapaswa ajibiwe mara moja na kutoa huduma. Pia vile vile shirika la ndege linapaswa litoe huduma zake bila ubaguzi, yaani kuna watu wenye mahitaji maalum, kwa mfano walemavu, wazee, wajawazito, lazima waandaliwe mazingira sahihi kwa ajili ya safari bila matatizo yoyote. Wakati abiria anataka kutekelezewa haki zake, pia kuna wajibu ambao anapaswa kufuata. Wajibu namba moja, abiria lazima azingatie matakwa ya tiketi. Kwenye tiketi kuna vitu muhimu vikuu viwili. Kuna muda wa safari na muda wa kufika uwanjani kabla ya safari. Hili ni tatizo kubwa sana kwa abiria. Abiria wengi wamekuwa wakichelewa kufika kwenye jengo la abiria, wakiambiwa muda umekwisha wa ndege kubodi, wao wanaleta malalamiko. Taratibu zimewekwa, ndege inaweza ikawa bado iko uwanjani haijaondoka, lakini muda wa abiria kuingia ukawa umekwisha. Kwa hiyo abiria wazingatie sana muda wa kufika uwanjani. Pia kitu kingine ni kuzidisha mzigo ambao abiria ambao anatakiwa safiri nao free. Kuna mashirika yetu ndani mara nyingi yanaweka kilo 23 ambazo abiria anatakiwa safiri nazo bure. Ukizidisha uzito wa kilo 23, hizo nyingine unatakiwa ulipie gharama. Kwa hiyo hivi vyote abiria anapaswa azingatie. Lazima ajue tiketi imemwambia afike na mzigo gani pale wa bure. Kama akifika na mzigo wa ziada, ni lazima alipie. Vitu vingine ni vitu hatarishi kama perfume, viwembe, silaha, hivi vyote haviruhusiwi kusafiri na ndege. Kwa mfano kama perfume, watu wengi tumekuwa tunasafiri na perfume. Perfume ambayo inaruhusiwa angalau kuingia ile ambayo iko chini ya milimita 100 na inatakiwa iwekwe kwenye begi la ndani, sio lile begi la chini. Kitu kingine ni kufuata sheria za usalama na ukaguzi viwanjani. Na kufika airport pale, kwa sababu tumesema kwenye ndege usalama ni namba moja, ni lazima abiria ukaguliwe, na ukaguzi unaanzia viatu ulivyovaa, kanda vile vyote vile vya chuma, begi lako, kama pia vile vile afisa wa ukaguzi ameona kuna namna ili aangalie begi lako ndani lina nini, pia abiria unapaswa kukubali, maana hizo zote ni taratibu ambazo ndio zile zinahakikisha usalama wa ndege na jengo unakuwa kama taratibu zinavyotaka. Nawashukuru TCCIA kwa kuja kututembelea hapa Mwanza Airport na kutupatia elimu kuhusiana na usafiri wa anga. Kwa hiyo sasa hivi nimekuwa najua haki zangu kama abiria, na pia ninaweza kuwajulisha wenzangu ambao hawajapata elimu hii ili waweze kuifahamu. Kwa majina naitwa Jamiri Amiri Manyori, ni msafiri nayetarajia kusafiri na ndege nambari TC 161 na shirika la ndege la Air Tanzania TCL. Nimebahatika kupata elimu leo kutoka kwa TCCIA na bahati
vizuri nikutana na meneja kabisa, kupatia elimu kuhusu mambo wanayofanya na nini sisi kama abiria na haki zetu ni zipi kama wasafiri. Kusema ukweli, nimefurahi baada ya kupata hiyo elimu, kwa sababu kuna mambo mengi yalikuwa yakitokea katika airlines hizi na tulikuwa tunashindwa kupeleka sehemu malalamiko yetu, lakini leo nimejua kwamba kuna sehemu ambayo tunapeleka malalamiko yetu. Malalamiko yalikuwa ni mengi. Mfano wa malalamiko hayo ni kama delays za ndege ambazo zimetokea mara kwa mara. Nimemweleza mwakilishi wa TCAA. Pia kuna malalamiko kama kuachiwa mabegi, unakuwa umesafiri mabegi yako yanabaki nyuma, na wakati mwingine tulikuwa tunaona vipaumbele vinapewa kama kwenye TCL na ndege kama Prestige wanakosa vipaumbele, lakini ni vitu ambavyo tulikuwa hatujaelewa. Amenielewesha leo, nimepata elimu nzuri, nimeelewa. Kwa hiyo kuanzia sasa mimi na Watanzania wenzangu tunapokuwa na changamoto ya aina yoyote katika airlines hizi, basi tufikishe malalamiko yetu kwa wingi katika mamlaka ya usafirishaji wa anga.